Uhali gani wangu muungwana? Leo tuzame huko nchini Kenya kwenye ile reli ya Tsavo na simba wala watu wa Tsavo. Muandaji wa simulizi hii anaitwa Godfrey Theobald na msimuliaji naitwa Anas Hamad, Volda bin Baijuka. Tsavo. Tsavo ni eneo ambalo linapatikana huko nchini Kenya. Ni eneo ambalo hupatikana ndani ya hifadhi ya wanyama wakali na wakutisha inayofahamika kama Masai Mara. Ni eneo ambalo lina historia ndefu kweli kweli, na ni historia ambayo inasisimua huko nchini Kenya na Afrika yake kwa ujumla. Na hii ni kutokana na historia na mikasa iliyopata kutokea katika maeneo hayo, haswa kile kipindi cha ukoloni. Umaarufu wa eneo hilo la Tsavo ulikuja kwenye kile kipindi cha ujenzi wa reli hiyo iliyokuwa ikitokea Mombasa hadi Nairobi. Ni eneo ambalo lina historia ya ajabu na ya kutisha na kusisimua. Roho za watu wengi sana zilipotea kwa maajabu ya eneo hilo. Masikini. Historia inaeleza kwamba mara baada ya mkutano wa Berlin uliopata kufanyika miaka ya 1884 hadi mwaka 1885, nchi ya Kenya ikawa ni koloni la Waingereza. Uganda na baadaye Tanganyika ilikuwa chini ya Uingereza. Hapo Waingereza ndipo walipoanza ujenzi wa miundombinu, na mfano mkubwa ni ile reli kuanzia Mombasa hadi kule pembezoni mwa ziwa Victoria kuanzia miaka ya 1895. Ila cha ajabu, wakati wa ujenzi wa reli hiyo kulikuwa na vioja vingi sana vya kushangaza. Na pia ni kufahamishe tu, kabla ya Waingereza kukabidhiwa koloni la Kenya, basi hakukuwa na jina la Kenya kama nchi, bali kulikuwa na makabila makubwa na yenye nguvu sana, kama vile Wakikuyu, Wakamba na Wamasai. Hivyo haikuwa kazi rahisi sana kwa Waingereza kuanzisha utawala wao maeneo hayo. Na hata Waingereza ambao walitawala maeneo hayo walianza kupokea upinzani mkubwa kwa makabila hayo, haswa katika utengenezaji wa reli hiyo ya kihistoria, kwani makabila hayo yote yalikana kabisa kufanya kazi ya ujenzi wa reli hiyo. Hivyo iliwafanya Waingereza watafute wafanyakazi kutoka maeneo mengine. Na kwenye historia pia nao Wahindi inaonekana ni wachapakazi kwelikweli, na Waingereza walishatawala huko Mashariki ya Kati tangu miaka ya 1700. Sitaki nizungumzie maovu yao, maana leo sipo kwa hilo. Hivyo baada ya Waingereza walivyoona wafanyakazi wa Kiafrika wamekuwa wagumu kufanya kazi, waliamua kuwachukua Wahindi na kuwaleta nchini Kenya ili kuja kufanya kazi kama ujenzi wa reli hiyo ya Tsavo. Hakika mwanzo wa ujenzi wa reli hiyo mambo yalikuwa ni mazuri sana. Walifanya kazi na Waingereza wakaanza kujiramba midomo, lakini makabila ya Wakamba, Wakikuyu na Wamasai hawakushiriki kwa jambo lolote lile. Waliwachia Waingereza wenyewe pamoja na hao Wahindi masikini. Kidogo kidogo, hatua baada ya hatua, wakasonga mbele pasi na kujua kama wanafuata hatari kubwa na ya ajabu. Mambo ndipo yalipoanza kuwa magumu. Je, ugumu huo ulitokea wapi? Historia inatuambia kuwa kulikuwa na mabalaa mengi sana katika ujenzi wa reli hiyo, haswa pale ujenzi huo ulipofika maeneo ya Tsavo. Tsavo ilikuwa ni moja ya sehemu ambayo ilikuwa na simba wengi sana wa ajabu. Simba hao wa ajabu ikawa ni tatizo kubwa sana kwa hao wanaojenga ujenzi wa reli hiyo maeneo ya hapo Tsavo. Ipate kufahamika tu kuwa swala la simba kula watu lilikuwepo tangu miaka ya zamani. Lakini kwa nini simba wa Tsavo walikuja kuwa maarufu kiasi hicho? Bila shaka ipo sababu. Hivyo twende pamoja. Masimulizi kupitia kwa hao wazee wa Kenya, kupitia kitabu cha John Henry Peterson kinachoitwa The Man Eaters of Tsavo, kilichoandaliwa mwaka 1907, na katika ile filamu ya The Ghost and the Darkness ya Val Edward Kilmer inapata kusimulia kuwa simba hao wa Tsavo walikuwa ni simba wa ajabu sana. Yaani simba hao walikuwa wakishambulia watu na kila ambaye aliyepata kuona alishangaa sana. Hivyo ujenzi wa reli hiyo baada ya kufika maeneo ya hapo Tsavo,
Kila siku wafanyakazi wasiopungua 10 walikuwa wanauawa na kujeruhiwa vibaya sana, na mauaji hayo yalikuwa yanafanywa na hao simba wa ajabu. Waingereza kwa kutumia jeshi lao la KAR walijikaza sana kupambana na hao simba wa ajabu, lakini hawakuweza kufua dafu. Maana ilifikia wakati muda mwingine majeshi ya Uingereza wanawaona kabisa hao simba wako mbele yao, lakini kila walipojaribu kuwapiga risasi kwa kutumia bunduki zao, zile bunduki hazikuweza kutoa risasi. Kwa kweli simba wa Tsavo walikuwa ni simba wa ajabu sana, na hakuna aliyepata majibu kwa nini simba hao walikuwa ni wa ajabu kiasi hicho. Maana ilivyo kawaida, simba wanapenda sana kula wale wanyama ambao wanapenda kula nyasi, yani kama vile ng'ombe na mbuzi. Lakini cha ajabu zaidi, wanajeshi wa Uingereza walipokuwa maeneo ya hapo Tsavo, wakaanza kutumia mbinu ya kuweka mitego ya wanyama waliokuwa wanapenda sana kuliwa na simba. Lakini jambo la kushangaza, simba hao wakawa wanawaacha hao wanyama na kwenda kuvamia mahema ya wafanyakazi wa Kihindi na kuanza kuwatafuna na pia kuwachia majeraha makubwa sana. Na hapo ndipo swali gumu sana watu wakawa wanajiuliza, kwa nini simba hao walikuwa wakali kiasi hicho na wamekuwa wanashambulia watu pekee na kuacha kushambulia wanyama? Ubishi wa maswali haya, majibu yake kwa Waafrika yakawa ni ya ajabu sana, kwani kulizuka masimulizi mengi sana kuhusu simba hao. Waafrika wakasema ni mizimu ya kale, Waingereza wakabaki wanacheka na kupinga, maana wao hawakuamini kabisa kupitia mizimu. Waafrika hao wakasema ni mizimu ya mababu wa kale ambao wamekuja kwa ajili ya kupinga ujenzi wa reli hiyo, kwa sababu Waafrika wengi eti walipinga kujengwa kwa reli hiyo. Na kama tunavyojua, kuanzishwa kwa koloni Afrika kulilenga mambo makuu matatu. La kwanza ni kuvunja mambo ya Kiafrika. Jambo la pili ilikuwa ni kuendeleza yale ya Waafrika. Na jambo la tatu ilikuwa ni kuanzisha mambo mapya kwa Waafrika. Hayo ilikuwa ndiyo malengo yenyewe. Hivyo kuna mambo ambayo yalianzishwa, lakini makabila ya Kenya hayakukubali kabisa kuyaona katika ardhi yao. Na moja kati ya jambo ambalo likaanza kupingwa vikali ni ujenzi wa reli ya Tsavo. Japokuwa kwa sasa imekuwa na faida kubwa sana huko nchini Kenya, kwani kabla ya kuchukuliwa kwa Wahindi kwa ajili ya reli hiyo, Waafrika wa Kenya walifanyishwa kazi nyingi sana, tena zikiwa ni kinyume na tamaduni zao. Hawakuwa huru, yani ilikuwa ni mateso, kutumwa bila ya ridhaa. Kipindi hicho wa Kenya walikuwa na ufugaji na makazi ya kuhamahama, lakini baada ya kuingia wakoloni, mambo ndipo yalipoanza kubadilika. Na ndiyo maana hao simba waliowavamia wafanyakazi wa reli hiyo walikuwa ni simba wa ajabu sana. Na wakaeleza kuwa ni mizimu ya kale ya Kimasai na Kikuyu ilikuja kwa umbile hilo la simba ili kupinga ujenzi wa reli ya Tsavo wa mwaka 1890 hadi mwaka 1900. Na huo ndio mtazamo wa kwanza wa kwa nini simba hao walikuwa ni wakali sana na kushambulia binadamu pekee. Lakini licha ya kwamba Waafrika walidai kuwa simba hao walikuwa ni mizimu ya kale waliokuja kwa lengo la kupinga ujenzi wa reli hiyo, baadhi ya wazungu haswa Waingereza walipinga kuwa simba hao siyo mizimu ya kale na wala hawana uhusiano kabisa na hiyo mizimu ya kale. Na ili kuthibitisha kwa hilo, wakawalika wataalamu wa masuala ya kihistoria na kuanza kufafanua kwamba simba hao kula watu na kuacha wanyama wengine lilianza tangu zamani kwenye miaka ya 1700 hadi mwaka 1800, haswa kwenye kile kipindi cha biashara ya utumwa, ambapo inapata kusimuliwa kuwa simba hao zamani hawakuwa na tabia za kula watu. Yaani simba hawa walifanana kabisa na simba wa Ngorongoro na Serengeti ambao wanaishi na watu kabisa. Lakini huko kwenye maeneo ya Kenya, haswa kwenye kile kipindi cha utumwa, yani miaka ya 1700 hadi miaka ya 1800, ndipo ambapo simba hao walipoanza tabia za kula watu. Maana katika miaka hiyo ya utumwa, misafara mingi ya watumwa ilikuwa ikikatiza kwenye mbuga ya Masai Mara. Hivyo hapo kuna mambo mawili yakatokea. Moja, kulikuwa na baadhi ya watumwa walikuwa wakitoroka na kukimbilia mbugani, ambapo huko mbugani walikutana na wanyama wakali kama hao simba na kuwashambulia. Na hapo ndipo simba hao walipoanza kuonja damu na nyama ya binadamu. Jambo la pili, kulikuwa na baadhi ya watumwa walichoka sana
na wengine kupata majeraha. Hivyo waliachwa mbugani, na wanyama wakali kama simba walipokuwa wanawakuta waliwatafuna. Na hapo simba hao ndipo walipoanza kuonja damu na nyama ya binadamu. Hivyo na hata katika ujenzi wa reli hiyo ambayo ilikatiza katika mbuga ya Masai Mara na kufika maeneo ya Tsavo na kuweka kambi yao, ilikuwa ni fursa kwa simba hao ambao walikuwa tayari washaonja ladha ya damu na nyama ya binadamu. Na kutokana na wingi wa watu maeneo hayo ya Tsavo, ndiyo maana ikapelekea simba hao kuwa wakali sana, haswa kipindi cha ujenzi wa reli hiyo. Lakini pamoja na hayo yote kutokea, yani watu kuliwa na simba na mikasa mingine yote ya simba hao wa Tsavo, bado ujenzi huo uliendelea na hatimaye kukamilika. Yani wenzetu walikuwa ni wabishi kweli. Lakini kuna kipindi wafanyakazi wote wa ujenzi wa reli hiyo waliondoka hapo Tsavo kwa lazima, baada ya kuona simba wala watu wanazidi kuwavamia kwenye kambi zao, wakati majeshi ya Waingereza yakiwa hapo Tsavo. Hivyo wakenda kwenye maeneo ya Mombasa na kuweka kambi zao maeneo hayo, huku wakisubiria hatima ya simba wala watu wa Tsavo. Lakini Waingereza muda huo wakajiimarisha kweli. Jeshi imara likaongezeka, pamoja na wahandisi waliokubali kutoa muhanga maisha yao kama wale wa Tsavo. Na mmoja kati ya muhandisi ambaye alifanikiwa kumaliza ujenzi wa reli hiyo, ambaye kwa hakika alifanikiwa kuua simba wengi sana, na pia kuwarudisha wale Wahindi wote waliokuwa na hofu za kuogopa hao simba wala watu, na kuendelea na ujenzi wa reli hiyo mpaka maeneo ya Ziwa Victoria. Huyu bwana anakumbukwa hadi leo na kupewa heshima ya hali ya juu sana. Alikuwa anaitwa Mr. John Henry Peterson, ambaye kwa hakika aliua simba wengi sana maeneo hayo na kufanikisha ujenzi wa reli hiyo. Yani kwa hakika katika historia ya Waingereza nchini Kenya, ni moja kati ya historia ambayo inakumbukwa sana na Waingereza, kwani kilikuwa ni kipindi ambacho Waingereza walipitia magumu mengi mno wakati wa kuimarisha koloni lao huko nchini Kenya. Na licha ya ujenzi huo kuwa na mikasa mengi kama hiyo ya hao simba wala watu, lakini leo hii eneo la Tsavo ni moja ya eneo ambalo hutembelewa na watalii wengi sana, ili kuweza kujionea taarifa na picha mbalimbali ambazo zimehifadhiwa maeneo hayo. Sambamba na hilo, ujenzi wa reli hiyo una faida kubwa sana kwa Wakenya, kwani ndio reli pekee inayounganisha maeneo ya Mombasa na maeneo ya ndani nchini Kenya na kukuza sekta ya usafirishaji. Ni simba wala watu wa Tsavo. Na imani hadi hapo umeweza kufahamu kwa undani zaidi juu ya simba wala watu katika ile reli ya Tsavo iliyoanzia Mombasa hadi kule pembezoni mwa Ziwa Victoria wa mwaka 1890 hadi mwaka 1900. Mwandaji wa simulizi hii anaitwa Godfrey Theobald, na ambaye nimekusimulia anaitwa Anas Hamad Volda bin Baijuka. Tukutane muda mwingine. Asante.